ya simu. Kennedy, labda katika masuala ambayo yameweza kutokea kuanzia jana usiku hadi sasa, ni fursa kwa vijana kujitokeza na kujielezea kupitia sanaa na kadhalika, lakini unakuta kwamba wanafunzi wa kike katika shule ya Butere ni kana kwamba hawakupewa haki yao ya kutaka kujiwasilisha kupitia mchezo huu wa Echoes of War. Hii inamaanisha nini katika swala la ukiukaji wa haki za mtoto ama ukiukaji wa mtu kutoka kuzungumza, lakini unakuta kwamba anabanwa? Asante sana ndugu yangu Dan, na kitengo kizima cha KTN. Niko na mambo matatu. Jambo la kwanza, ningependa kutoa heko kwa mwandishi mwenzangu ambaye pia ni mwanasiasa mwenzangu, Bwana Cleomas Malala, kwa kazi nzuri ambayo anafanya. Ni mwandishi ambaye ameandika vitabu vingi na michezo mingi ya kuigiza, ikiwemo The Burden ambayo iliweza kufanywa na Kakamega High School, pamoja na The Shackles of Doom ambayo pia ilifanywa na shule moja tu ya Butere Girls, na pia sahihi Echoes of War. Kitu ambacho ninaweza kusema ni kwamba Kenya lazima tujue nafasi ya sanaa katika jamii. Tunasema kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba msanii ni kioo cha jamii. Vile mwanamuziki fulani aliyoimba ni kwamba mimi ni msanii kioo cha jamii, mimi naona mbali kwa darubini kali. Darubini ya mwanasanaa ni muhimu katika kuonyesha hali ambayo taifa alipo, na kama mwanasheria na tena mwanasiasa tunafaa tujue kwamba tulipitisha katiba ili tuweze kujieleza kwa njia mojawapo ni sanaa. Na unapata kwamba serikali ambayo tuko nayo kwa wakati huu ni serikali ambayo imeamua kwamba kwa kiwango chochote kile kitu ambacho wanakitenda vibaya hakifai kuzungumzwa. Na wakati huu wamekataa kusikiza sauti za kila mtu. Ukizungumza unakamatwa, ukizungumza unadhalilishwa, kwa hivyo inaturudisha katika kiwango kile cha udhalimu. Kuna dhana ya udhalimu, unyanyasaji, ukandamizaji na ubaguzi wa kimaono, ambapo ukiwa na mtazamo tofauti unabaguliwa, unakandamizwa, unadhalilishwa, unadhulumiwa, unafanyiwa yote ambayo sasa Bwana Malala anatueleza. Juzi vijana walivyojieleza kuhusiana na finance bill, uliona walivyoweza kushughulikiwa, kukamatwa na kufungiwa bila kupelekwa hata mahakamani. Kwa hivyo tuko katika kiwango kibaya sana kama taifa. Ndio sababu hata kama naona wengine wanasema wanafunzi hawakufai kutumika, lakini unajua ni sanaa. Sanaa kiwango chake huanzia kiwango kile cha chini, ambapo Wakenya wanafaa wawe huru kuweza kutoa maoni yao kupitia njia yoyote ile ambayo wanaweza pata, kwa sababu njia za vyombo vya habari, hata nyinyi wanahabari mnaona mnakandamizwa. Kila mtu anakandamizwa katika taifa hili. Ndio sababu sisi tunasema kwamba mchezo huu wa kuigiza ambao Bwana Malala ameandika ni mwamko mpya ambao tuko nao. Kama sisi tuliosoma, kulikuwa na kilio cha haki kilichoandikwa na Mohamed na Alamin Mazrui, ambapo tuliona mpambanaji Lanina wa Muyaka alivyokuwa akipambana kusaidia taifa lao. Kwa hivyo ni wazi kwamba kama taifa tunafaa tuende katika mikondo mingine ya kuwasilisha maoni yetu, kwa sababu vile tunavyozidi kuwasilisha maoni, wale ambao wanazungumza wanakamatwa, wanadhalilishwa, wanadhulumiwa, wanakandamizwa kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo mimi naona huu ni mwamko mpya kwa vijana na wale ambao wanaweza kuwasilisha mambo haya kupitia njia tofauti. Asante sana Kennedy Ondiek, ambaye ni mwenyekiti wa Progress Plus Alliance. Hii ni chama cha siasa hapa nchini Kenya, na katika ile nyimbo ambayo uliweza kuinukuu pale, mwimbaji ni Afande Sele kutoka maeneo ya Tanzania, pale wimbo kijulikana kama Darubini Kali. Ukiweza usikia utapata hali halisi. Mtazamaji, hivi sasa pia tunawasiliana na mbunge wa Githunguri ambaye ni Gathoni wa Mushomba hivi sasa, moja kwa moja pia kupeana maoni yake kuhusiana na tukio ambalo limeweza kushuhudiwa hii leo, hasa kwa wanafunzi kurushiwa vito za machozi. Mheshimiwa, sijui kama unanipata vyema. Nakupata kaka. Asante sana kwa muda wako Gathoni wa Mushomba. Labda unachukulia kwa uzito gani matukio tangu jana usiku hadi leo, wakati ambapo unakuta wanafunzi wanajitokeza kupeana ngonjera, kupeana masuala ya sanaa, kuelezea kile ambacho kinachoendelea katika mazingira ambayo tumekuwa nayo kwa muda wa mwaka mmoja, kupitia kauli mbiu ama theme ambayo imetengezwa katika kupeana hoja zao kwenye michezo ya kuiga? Kwanza kabisa nataka kuongea kama mama ambaye amezaa na ako na watoto. Sidhani kama ni vyema, hata kama watoto wamekosa, kuwarushia vitoa machozi, yani tear gas, kwa shule ama kwa malazi zao
ama kwa basi yao kama vile tumeona this morning, hiyo ni maneno ambayo mimi nakemea kama mzazi na kama mwalimu, kwa sababu mimi ni trained teacher. Na kama mwanasiasa ningetaka kusema huu ni mwamko mpya. Ukiona watoto wakiwa na nguvu na ushupavu wa kupigana na kusema lazima tuseme yaliyokosewa kusemwa, hiyo ni message ama ni dalili ya kuonyesha ya kwamba hata kama hatutaki kukumbali ya kwamba kuna mashimo ambazo hazijajaza kama wanasiasa, maneno ya kugovern Kenya yetu, I think this is a good action, call to action. Ya pili nataka kusema Malala hajaanza kuingia katika mashule na kusaidia walimu na wanafunzi maneno ya dramas na performances. Amekuwa akifanya hivyo. In fact, nafikiria hii ni mara yake ya 3 kusaidia wanafunzi wa Butere Girls na shule zingine ambazo sisi tunajua. Senator Malala is a talented young man ambaye alianza hiyo kazi akiwa university. Na kwa hivyo watu kuona kama Senator Malala amekuwa kama anapeleka siasa kwa mashule, nafikiria kwa nini hawakusema hivyo last year wakati alikuwa anafanya hivyo tu na mashule zingine? Mbona imekuwa tu ni mwaka huu? Kwa hivyo mimi nakemea maneno ya kusuppress watoto wetu wanapofanya creativity and talent exposure. Mimi ni mmoja wa wale ambao wananufaika sana na talanta yangu. Nilikuwa mtu wa kuongea kwa maredio, kwa na TV nikiwa mtoto mdogo, kisha nikakuwa mtangazaji, na sasa mimi ni kiongozi na nanufaika sana na hiyo talanta yangu ya kuongea. Kwa hivyo nataka kusihi serikali iwe tolerant. This is not the first time tumekuwa na maneno ya vitabu ama skits zimeandikwa zinazohusisha picha ya siasa. Wakati tulikuwa tunasoma, kulikuwa na kitabu tulikuwa tunasoma kilikuwa kinaitwa The Government Inspector, kama unaweza kubuka. Ile ilikuwa imeandikwa na Nikolai Gogol. Na mimi nikiwa shule tulikuwa tunafanya hiyo drama. Tuna mimic the government, a corrupt government. And we didn't have this kind of extreme suppression. Why now? Kwa hivyo mimi nakemea, nasimama na hao wasichana, nasimama na walimu, nasimama na wazazi, nasema wacha watoto wawe watoto. Let the children be children. Asante sana. Ukiwa mmoja wa viongozi katika bunge, na nakumbuka ulikuwa mwenyekiti wa KEOPA wakati mmoja, muungano wa wabunge wa kike, labda una ujumbe gani kwa serikali hasa inayokusikiza hivi sasa baada ya tukio hili ambalo liweza kushuhudiwa hii leo? The extreme suppression ya wasichana wa Butere Girls ni sahihi kuonyesha ya kwamba serikali yetu bado haijatunukia wanawake ile heshima inafaa wanawake wapewe. Na kama wanasuppress watoto wanawake, na je sisi ambao tuko kwa siasa? Kwa hivyo mimi nakemea, ninasema kama mama kiongozi, mama mzazi, mama mwalimu, hilo ni tukio ambalo linatuaibisha sana kama serikali. The government must be accommodative. It must also protect the rights of learners, the rights of young girls. Na tunaona hata vile maneno inaendelezwa na polisi kuweka tear gas kwa bus, ni kuonyesha ya kwamba hawana heshima hata na hao watoto. Asante. Asante sana Mheshimiwa Gathona Mushomba, mbunge wa Githunguri huyo, ambaye ametoka kuzungumza nasi hivi sasa kuhusiana na kinachoendelea kushuhudiwa, watoto kurushiwa vitoa machozi, na hata shule ya Butere Girls, wale wasichana wakiwa tunaarifiwa kwamba wanaelekea mjini Kakamega hivi sasa wakiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi kurejea shuleni mwao baada ya kujitokeza asubuhi, kusimama kwenye jukwaa na vile vile kuimba wimbo wa taifa, alafu mmoja wao akatoa taarifa fupi tu ya kusema kwamba hawatoendelea na mchezo wao kama ilivyopangwa na kuondoka katika eneo lile la mashindano yale ya michezo ya kuiga. Tukiendelea na taarifa zaidi, mtazamaji, ni kwamba gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amethibitisha kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ndani ya jumba